Siku moja baada ya Samia Suluhu Hassan kufunguliwa mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu yani ICC, bunge la Ulaya nalo limemkalia kooni. Hapo jana bunge hilo lilipitisha azimio la kulaani vikali hali ilivyo nchini Tanzania chini ya utawala wa Samia Suluhu Hassan. Katika azimio lililopitishwa, jumla ya kura 539 zilipigwa na zote ziliunga mkono azimio hilo, na azimio lilitaja kwamba masuala yanayoendelea nchini Tanzania ni pamoja na mauaji ya maelfu ya watu mbalimbali, hasa wakati wa maandamano na baada ya maandamano, lakini pia kumekuwa na vitendo vya utekaji, ukamatwaji wa wapinzani pamoja na ukandamizaji wa kisiasa. Na matukio yanayozungumziwa sio tu yaliyojiri wakati wa Oktoba 29 na kuendelea, bali pia hata baadhi ya matukio ya ukandamizaji yaliyokuwa yakijiri kabla ya Oktoba 29. Kwa hiyo bunge hilo limeeleza wasiwasi wake limeonyesha wasiwasi wake kuhusu kupatikana kwa taarifa za kuuawa kwa maelfu ya watu, pamoja na vitendo vya watu mbalimbali kutekwa, na vile vile kuhusu mashambulizi dhidi ya wafuasi wa vyama vya upinzani pamoja na kubuguziwa kwa wanaharakati. Kwa hiyo wabunge wa bunge hilo la Ulaya wamesema kwamba Tanzania inakabiliwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaohitaji hatua za dharura. Na hilo azimio lililopitishwa jana linataja pia kukamatwa kwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na kile ambacho amekieleza kwamba kukamatwa kwake kulikuwa tu ni jitihada za kumzuia katika shughuli zake za kisiasa, ikiwa na pamoja na kuhakikisha kuwa hashiriki katika uchaguzi mkuu. Na wamehitimisha kuwa mashtaka dhidi ya Mheshimiwa Lissu ni mashtaka ya kisiasa na sio ya kisheria. Kwa hiyo bunge hili limeitaka serikali ya Samia kumwachia Mheshimiwa Lissu mara moja, tena bila masharti, na kwa hakika wanataka utekelezaji wa swala hilo ufanyike haraka kadri itakavyowezekana. Na Umoja wa Ulaya umethibitisha kwamba baada ya kupitishwa kwa azimio hilo kwamba umefunga mpango wake wa ufadhili wa Tanzania kwa mwaka huu 2025, mpango unaoitwa Annual Action Plan. Kwa hiyo Kamisheni ya Ulaya imesema kwamba hali ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania imefikia kiwango ambacho kwa mazingira yalivyo haiwezekani kwa Umoja wa Ulaya kuendelea kuifadhili Tanzania. Kwa hiyo ufadhili wa kifedha umesitishwa dhidi ya Tanzania. Hili ni la muhimu sana kwa sababu Jumuiya ya Ulaya ni miongoni mwa wafadhili wakubwa wa Tanzania, na kwa hakika kusitisha ufadhili wao kwa Tanzania kutakuwa na athari kubwa sana kwa utawala wa Samia Suluhu Hassan. Kadhalika katika matakwa ya hilo azimio la hapo jana, bunge hilo limetaka serikali ya Samia kuhakikisha inafanya uchunguzi ulio huru wa matukio mbalimbali, sio tu yaliyojiri Oktoba 29 na baadaye, lakini pia matukio kadha wa kadha yaliyojiri hapo kabla. Kwa hiyo mnafahamu kwamba hata kabla ya hiyo Oktoba 29 kulikuwa na matukio ya utekaji, watu wasiojulikana, lakini pia kuna vifo mbalimbali vilivyoripotiwa. Kwa hiyo bunge la Ulaya limetaka serikali ya Samia ifanye uchunguzi na kutoa ripoti kuhusiana na hayo yote yaliyojiri huko nyuma Oktoba 29 na baada ya Oktoba 29. Kadhalika bunge hilo limesisitiza kwamba licha ya serikali ya Samia kufanya hivyo, mamlaka za kimataifa ziruhusiwe kufanya uchunguzi huru kuhakikisha ukweli unafahamika na hatua kali zinachukuliwa dhidi ya wote walioshiriki katika hilo. Sambamba na azimio hili, sambamba na hayo, bunge la Ulaya limetoa kauli kali kabisa kuhusiana na wote waliohusika katika vitendo dhidi ya wananchi. Kwa hiyo kinachoelezwa hapa ni kwamba licha ya hizi hatua za kusitisha misaada kwa Tanzania kutoka Jumuiya ya Ulaya, lakini pia kuna hatua zinapendekezwa kuchukuliwa dhidi ya watu watakaofahamika kuwa wamehusika na hivi vitendo, aidha vya utekaji, vya mauaji, ubakaji, ulawiti,
na mateso, pamoja na haya mauaji yaliyofanyika kuanzia Oktoba 29 na ambayo inaripotiwa kuwa inaendelea mpaka muda huu. Hii ni hatua muhimu sana, kwa sababu hii hatua inaweza kuwafanya baadhi ya watu hao huko serikalini wakaanza kugeukana, kwa sababu moja ya jeuri walizokuwa nazo watu kama kina Mafwele ni ukweli kwamba wanajua ndani ya Tanzania hakuna mamlaka inayoweza kuwachukulia hatua, lakini wengi wa hawa watu fedha zao hazipo Tanzania, fedha zao ziko nje. Kwa hiyo endapo hii azma inayopangwa na bunge la Ulaya ikatekelezwa, ina maana kwamba kuna asset, kwa maana ya fedha, majumba na nini vinavyoweza kushikiliwa na mamlaka husika. Unaweza ukadhani kwamba labda utasalimika kwa sababu wengi wa hawa watu pengine hawafichi fedha zao huku Ulaya, pengine wanaficha fedha zao nchi kama pengine maeneo kama Dubai na vitu kama hivyo, lakini hata hizo nchi nyingine zina mikataba na bunge la Ulaya. Bunge la Ulaya ni moja ya taasisi zenye nguvu kubwa duniani. Kwa hiyo endapo kwa mfano Mafwele ana mali zake Dubai, basi bunge la Ulaya linaweza kuishinikiza Dubai ihakikishe kuwa hatua sahihi zinachukuliwa dhidi ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo hili la kufanya sanctions dhidi ya wahusika ni hatua muhimu sana katika hatua dhidi ya hawa waliohusika na haya yaliyofanya. Lakini kumbuka kwamba kama nilivyosema awali, hili la jana la bunge la Ulaya kupitisha hilo azimio linakuja siku moja tu baada ya kufunguliwa kwa kesi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu dhidi ya Samia Suluhu Hassan. Hii ni hatua iliyojiri juzi ambapo kumefunguliwa kesi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu kutokana na haya yanayoendelea wakati wa kuanzia Oktoba 29 na siku zinazofuata. Mashtaka hayo yamewasilishwa na World Jurist Association kwa kushirikiana na Madrid Bar Association. Hizi ni taasisi za kisheria za kimataifa, na taasisi hizo zimewasilisha jalada lenye kurasa 82 kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC likieleza kwamba vikosi vya usalama vya Tanzania vimefanya mauaji ya raia, utekaji, mateso, ukatili wa kijinsia, na pia wamejumuisha masuala kama kuwaondoa kwa nguvu maelfu ya Wamasai kutoka katika maeneo mbalimbali. Unaona, kwa hiyo sio tu matukio yaliyojiri hapa sasa hivi karibuni, lakini pia matukio yaliyojiri huko nyuma, ikiwa ni pamoja na haya masuala ya Wamasai, lakini pia kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Haya ni maendeleo muhimu sana kwa sababu kwa kiasi kikubwa yanaweza kutengeneza mazingira mazuri kwa tukio la muhimu linalotarajiwa kutokea siku chache zijazo, nalo ni tukio la maandamano ya hapo yanayotarajiwa kufanyika siku ya Disemba 9 mwaka huu 2025. Kinachoipa kichwa kuuma serikali ya Samia muda huu ni jinsi ya kukabiliana na hayo maandamano ya Disemba 9, kwa sababu kwa upande mmoja dunia inaitupia jicho Tanzania nini kitakachofanya, lakini kwa upande mwingine ni hizi hatua ambazo tayari kwanza kuna hiyo kesi ambayo imefunguliwa huko ICC, lakini pia haya maagizo ya bunge la Ulaya kwamba kuna watu ambao wanaweza kufanyiwa sanctions, kuchukuliwa vikwazo kutokana na ushiriki wao katika matukio mbalimbali huko nchini. Je, una maoni gani kuhusu? Karibu tuwe maoni hapo kwenye comment. Asante na